Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, Qur'ani kitabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV2. Ni siku nyingine tena, walilahi alhamdu, tumekutana tena katika kipindi kizuri cha Qur'ani na maisha. Kwa vile tunafahamu Qur'ani ni mwongozo, wewe mfanyakazi ambaye unatutazama sasa hivi, unazijua haki zako? Na kwa kuzitambua haki hizo, tafadhali tuungane nasi katika kipindi hiki, ama ungana nasi katika kipindi hiki kizuri ambacho tunakwenda kukujuza haki za wafanyakazi. Na leo kama ilivyokuwa ada na desturi, tunaye Sheikh Muharram Mwaita, walilahi alhamdu, Allah amemwezesha tena kuwa naye katika viti vyetu vile kwa ajili ya kujifunza. Hii ni Qur'ani na maisha. Karibu, wewe ni dada wa kazi, usiondoke hapo ulipo. Twende tukajifunze katika kipindi kizuri cha Qur'ani na maisha. Tafadhali karibu. Naam, kama ambavyo nilivyokujuza awali, kipindi kizuri ni Qur'ani na maisha. Unafahamu kuwa inapofika muda na wakati kama huu, tunakutana hapa kwa ajili ya kujifunza katika yale ambayo yanaendelea ulimwenguni. Wakati huo tukitazama mwongozo kutoka kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Anwani ya leo tunakwenda kuzungumzia haki za wafanyakazi. Nafahamu wakati naanza pale kipindi awali ni kuuliza maswali. Unazitambua haki zako? Kama uzifahamu, ni wakati mzuri wa kuchukua peni na karatasi kwa ajili ya kuingia darasani na kwenda kujifunza. Na mwalimu ambaye tunaye ni mwalimu yule yule ambaye tumeanza naye katika vipindi vya mwanzo na bado tunaendelea katika haya masiku 30. Sheikh Muharrami, awali ya yote ni kukaribishe katika kipindi kizuri, lakini pia nikupe nafasi kuwasalimia vipenzi vyako ambavyo kila kukicha wanakuombea dua ili uweze kukutana na sisi katika kipindi hiki. Tafadhali karibu, wasalimie, tuanze mazungumzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kwa niaba ya kwako mtazamaji nimeipokea, na anwani ya kipindi Sheikh Muharram ni haki zetu, kwa sababu na mimi pia ni mfanyakazi. Kwa hiyo tunakwenda kuzungumza jambo ambalo moja kwa moja na sisi linatugusa. Tukitazama mwongozo wa Qur'ani, tunajua umetufanya na sisi tuwe na utamaduni huo. Kabla ya kuanza maongezi, unatupitisha katika aya ambao ni ufunguzi, kisha unaanza kuidadavua. Tafadhali Sheikh Muharram, tupitishe katika maneno ya Allah, ama aya gani leo ambayo tunaitazama ili tuweze kuanza mazungumzo yetu. Karibu. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ndugu yangu Ayubu, Naam. Mada ya leo ni mada muhimu sana Kwa sababu ni ya kwetu na tunagusa maeneo ya watu. Naam. Sababu ukigusa maeneo ya waajiri, maana kama unawachokonoa unatafuta vita. Kwa hiyo ili nyinyi waandishi wa habari mnasema kuna kubalance, sio? Nabidi tutafute siku ndio tuzungumze haki za waajiri. Tutazungumza inshallah. Lakini tuanze na haki zetu wafanyakazi inshallah. Naam. Sasa ukiangalia katika mafundisho ya Uislamu, aya zilizokuja kuzungumzia, zilizoashiria mambo haya ya haki za wafanyakazi ziko nyingi, lakini tuchukue zile aya zinazozungumzia uadilifu. Naam. Aya zinazozungumzia uadilifu kwa namna moja ama nyingine zinagusa moja kwa moja katika mambo ya haki za wafanyakazi. Lakini pia ziko aya ambazo zinawataka Waislamu kutekeleza mikataba. Waislamu kutekeleza mikataba wanayowekeana wao kwa wao. Naam. Kwa hiyo Qur'ani kama unavyosema inagusa vipengele vyote vya maisha yetu. Naam. Kwa sababu Qur'ani inaposema kwamba tumeiteremsha hii Qur'ani na tumeteremsha mizani ili watu wasimamie uadilifu. Maana yake ni kwamba uadilifu katika kila jambo. Naam. Yani ukiangalia katika suratu, kama sikosei, suratul Hadid, aya 25, Allah anasema laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Hii aya inazungumzia kwamba Allah ameteremsha Qur'ani
Kawapeleka kwanza mitume, akawateremshia na kitabu na mizani ili watu wasimamie uadilifu. Sasa uadilifu ni katika kila kitu, kwa wafanyakazi, kwa waajiri, kwa waajiriwa, kwa watoto, kwa kila mtu. Sasa hapa kwenye uadilifu ndio panapopatikana haki za watu. Kwenye uadilifu ndo kuna haki, kwa sababu uadilifu nini? Uadilifu ni kuipeleka haki ya anayestahiki kumpa haki yake. Huo ndio uadilifu. Ndio uadilifu. Naam. Kila mwenye haki apewe haki yake. Lakini Allah vile vile anawaambia Waislamu, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, enyi ambao mmeamini tekelezeni mikataba. Sasa ukishaambiwa tekelezeni mikataba, kwa mikataba ya wafanyakazi, na kwenye mikataba ya wafanyakazi kuna haki za wafanyakazi, kuna haki za waajiri. Kwa hiyo kwa sababu tunazungumza za wafanyakazi, unapompa mfanyakazi wako mkataba akasaini na wewe ukasaini, maana yake wewe umekubali kutekeleza yale mliokubaliana pale. Na yale mliokubaliana pale yanaomhusu mfanyakazi ndio haki zake. Yale yanayokuhusu wewe hizo ni haki zako. Na kwenye haki, kama tulivyosema jana, juzi ile kwenye kipindi kimoja, kwamba siku zote haki inazaa wajibu. Palipo na haki panazaliwa wajibu. Ukiambiwa huyu ana haki kwako, maana yake wewe una wajibu kwake. Yani mimi ni haki yangu, lakini wewe ni wajibu. Wajibu, naam. Na kwenye wajibu kuna haki. Kile ambacho mimi ni wajibu wangu, wewe kwako ni haki. Na mimi ni haki yangu, wewe ni wajibu wako. Ni wajibu, naam. Naam. Sasa kwa haraka kuna haki kama 5 hivi za wafanyakazi, zile za msingi ambazo zinatakiwa watu waziangalie, na nyinginezo ni nyingi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba almuslimuna ala shurutihim, Waislamu wanalazimika kutekeleza masharti waliokubaliana, maanake mikataba waliokubaliana. Sasa tukichukua hadithi hii hadithi inaweza ikazaa vitu vingi sana, ni zaidi ya hivi tutakavyovizungumza. Kwa maana hii hadithi inakusanya na kufunga, kwa maana haki sio hizo tu utakazoambiwa, bali haki zinakusanya yale mtakayokubaliana yote, ndio yapo ndani ya haki. Vinginevyo kitu tu kinachoangaliwa katika Uislamu, mnayokubaliana hayapingani na mipango ya Allah. Kama yanapingana, hayo hayazingatiwi, haiwezi kuwa haki. Lakini kama hayapingani na mafundisho, hayapingani na misingi iliyowekwa ya Uislamu, hayo mnapaswa, mtakapokubaliana mtapaswa kuyatekeleza. Kwa hiyo Muislamu ajue tu kwamba haki za wafanyakazi wake ni yale waliokubaliana. Hiyo ndio maana nyepesi. Lakini kuna nyongeza ya hapo. Kuna mengine inawezekana haujakubaliana na mfanyakazi, lakini ni maelekezo ya waliyul amri, maelekezo ya kiongozi wa nchi, kwamba wafanyakazi wafanyiwe 1, 2, 3. Hizi nazo ni haki zao. Mathalan, mfanyakazi masaa yake ya kazi ni masaa 8. Masaa 8 kwa mujibu wa nchi, wa sheria za nchi. Hiyo ni haki ya mfanyakazi. Hiyo ukitaka kuiondosha, lazima kuwe na makubaliano mapya wewe na mfanyakazi. Lakini huwezi kuiondosha kwa ubabe, kwa sababu wewe ndio una pesa, nimeshika makana, kivuto na nikata. Sasa kama utaniruhusu, nizitaje baadhi ya haki. Karibu tulianze darasa. Haki ya kwanza, ni haki ya heshima kwa mfanyakazi. Hapo patamu. Tumerudi kule. Kuna mabosi wanaona wafanyakazi wao si kitu. Naam. Ulilisema jana hili, nakumbuka. Kuheshimu utu wake, kuheshimu ubinadamu wake. Mfanyakazi, bila kujali ni mfanyakazi wa wapi, kwa sababu kuna wafanyakazi wanaheshimiwa kwa utu wao, lakini kuna wafanyakazi wengine wanaonekana kama sio watu. Kuna wengine wanaheshimiwa,
lakini wengine hawaheshimiwi. Kwa mfano, leo hii unaweza ukakuta mfanyakazi wa ndani wa nyumbani haheshimiwi kwa utu wake, wapo katika daraja la chini kabisa. Sasa daraja ya chini ni kwa sababu labda ya elimu, kwa sababu ya mshahara anaopata, sio kwa sababu ya ubinadamu wake. Ubinadamu wake yeye hatofautiani na mkurugenzi kwenye ubinadamu. Kwa hiyo heshima ya kibinadamu kwa wafanyakazi wote ni kitu cha lazima, ni moja katika haki zao. Wana haki ya kuheshimiwa, haki ya kuheshimiwa ubinadamu wao kwa vyovyote itakavyokuwa. Awe wa kabila gani, awe wa dini gani, awe wa vipi, maadamu ni binadamu, kuna heshima ya kibinadamu lazima huyu mtu aipewe. Sheikh Ayubu, kuna mambo mengine yanasikitisha sana wallahi. Yani, unaweza ukaenda nyumba za Waislamu ukamkuta mfanyakazi wa pale nyumbani, watu wanavyomchukulia unaweza ukafikiria sio binadamu kabisa. Wanamweka kwenye kundi fulani ambalo halipo katika ubinadamu. Kuna kipindi kirefu kidogo kimepita, zaidi ya miaka inaweza kafika 30 umri wetu. Niliwahi kuzungumza na mabinti fulani wakifanya kazi nyumbani kwa mmoja katika viongozi wa taasisi kubwa za Kiislamu Tanzania. Wanaeleza madhila na unyanyasaji wanaofanyiwa katika hiyo nyumba. Kumbuka ni kiongozi anajiita Muislamu, tena taasisi ya Kiislamu. Taasisi ya Kiislamu. Sio taasisi ya umma. Taasisi hiyo ya Kiislamu huko nje inatoa misaada chungu nzima kwa watu. Subhanallah. Inasomesha watu, inafanyaje, inatibu watu. Lakini wafanyakazi wanaofanya kazi nyumbani kwa huyu mkurugenzi mwenye taasisi hiyo, fikiria, wale mabinti walifikia kusema kwamba chakula wanachopika kwa ajili ya familia wao hawakili. Na sio kwamba hawakili kwamba wanapewa ruhusa wapike wanachotaka. Hapana, wao wana chakula chao maalum. Wao kila siku wanapika ugali. Kwa hiyo watapika mabiriani, watapika madudu gani, wakishamaliza wanapeleka mezani, wanarudi jikoni, wanapika ugali, wanaenda kula. Na wao wanakula jikoni, hawaruhusi kuchanganyika. Sio jikoni, wanakula kwenye ngazi za nyumba, kwenye ngazi za kupandia kwenye gorofa, ndio wanakaa watoto wa kike. Huyu alafu Muislamu anaongoza taasisi kubwa ya Kiislamu, inayoitwa ya Kiislamu. Sitaki kusema ya Kiislamu. Asasi ya Kiislamu inayoitwa vipi Sheikh? Mambo kama haya Sheikh Ayubu ni mengi sana kwenye majumba yetu, mengi mno, hususan kwenye madada wa kazi hapo Sheikh, wanateseka sana, wanadhalilika mno. Wanateseka. Mishahara yenyewe wanaopewa Sheikh, ukisikia mshahara, yaani mishahara sisi tunawapa mshahara hawa watoto watu, tuna nini? Basi hata ubinadamu humpi. Humpi mshahara, unashindwa kumpa ubinadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno aliyopokelewa anasema, innakum lan tasau nnasa biamwalikum fasauhum biakhlaqikum, nyinyi vyovyote itakavyokuwa hamuwezi kuwatosheleza watu kwa pesa zenu, watoshelezeni kwa tabia zenu. Pesa hazitoshi. Hata ungekuwa tajiri wa kupindukia, huwezi kuwapa watu wote pesa wakatosheka. Hakuna. Kwanza utatoa kwa kila mtu unayemwona, lakini tabia njema, kila atakayekuwa mbele yako ataiona tabia njema. Watu watatosheka na tabia njema. Sasa hawa vijana hawa wanaofanya kazi majumbani au popote pale kwenye makampuni yetu, hatuna uwezo wa kuwapa pesa za kutosha wakaweza kujikimu kwenye maisha yao vile inavyotakiwa kama binadamu. Basi hata utu, hata tabia tunashindwa kuwapa. Shekhe, tutarejea. Shekhe ameacha swali hapo ambalo mtazamaji wa Africa TV 2 ujiulize. Hata utu, Shekhe Muharram ameishia kwa kusema hivyo, tunashindwa kuwapa.
Bila shaka na wewe unamiliki dada wa kazi ama unamiliki wafanyakazi, tafadhali ungana kwenye kipindi hiki ili uweze kujifunza mengi zaidi. Tupo katika kuzitazama haki za wafanyakazi na Sheikh amegusia haki moja tu, haki ya heshima. Tukirudi hapa tutaendelea. Twende mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea pale ambapo tulipoishia. Karibu, tutarejea. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, Qur'ani kitabu. Baada ya mapumziko hayo mafupi tunarejea sasa katika kumalizia dakika hizi zilizobaki katika kipengele kizima cha haki za wafanyakazi, na leo Shekhe ameanza na haki moja ambayo anasema ni haki ya heshima, na ametuuliza maswali kwamba hata ungekuwa bilionea ukiamua umgaie kila mtu bado wewe hutoweza kufanya hivyo, lakini heshima mbele za watu, amenukuu hadithi ya Mtume, ukitokea tu itaonekana kwamba huyu mtu ana tabia njema. Sheikh Muharrami, tuendelee. Haki ya heshima ni moja kati ya haki ambayo kiukweli kupatikana kwake ni mtihani. Waajiri wanaona waajiriwa ni kama hawana haki, yani anaweza kumuita jina analotaka yeye, akamfanyia anavyotaka yeye kwa sababu tu ya pesa zao. Halafu kuna kitu kimoja hapo Sheikh Ayubu, kuna baadhi ya watu tena wengine wako serious kabisa, mpaka wengine kuna watu wanauliza maswali, wao wanafikiria wafanyakazi wa majumbani ni wajakazi. Wajakazi kwa maana ya watumwa, kwamba wanaweza kuwaoa. Kabisa. Hata sisi jana kulikuwa na huo mjadala kwenye gari na dereva Ali na Shams kwenye gari. Kulikuwa na huo mjadala. Hawa ni wafanyakazi, hawa sio watumwa. Hawa ni waajiriwa. Hawa watu wana haki zao. Kwa nini watu tunawachanganya kati ya vijakazi na si kwa sababu anakufanyia kazi nyumbani. Alafu ni kwa sababu pia zile heshima zote anazotakiwa kupewa binadamu mmeziondoa. Kwa hiyo unaona kama kifaa tu kipo nyumbani kwako, unaweza ukakifanya chochote. Tunamtoa kwenye lile kundi la kibinadamu, unamtoa. Unaona kwamba hiki ni kimashine tu. Shams, umesikia? Haruhusiwi, yule ni mfanyakazi sio kijakazi. Haki ya heshima hiyo. Haki ya heshima, naam, haki ya kwanza. Naam. Haki ya pili ambayo ni haki ya wafanyakazi wote, lakini tunasisitiza wafanyakazi wa majumbani kwa sababu hili ndio kundi ambalo linaonewa sana. Ni haki ya kutompa majukumu mazito asiyoyaweza. Haki ya kutokumpa mzigo ambao hawezi kuubeba. Mzigo ambao hawezi kuubeba. Binadamu, kila binadamu ana uwezo wake wa kufanya mambo. Sasa uangalie wafanyakazi wako uwezo wao unaishia wapi. Usiwape mzigo wa majukumu ambayo hawawezi kuyabeba. Hii ni moja katika haki, na hii imetajwa kabisa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika maelekezo tumeelekezwa kwamba ikitokea mtu umempa mfanyakazi wako jambo ambalo unajua kabisa hili ni zito kwake, basi ni sunna kumsaidia. Yani ukimsaidia unapata thawabu. Wewe bwana unamtolea mtoto wa watu nguo za nyumba nzima, mnakaa watu karibu 15. Hadi baba mwenye nyumba anafuliwa. Paka baba mwenye nyumba, paka nguo za mumeo pia unazitoa, za kwako unazitoa, zote mmelundika pale. Ndio maana wanaibiwa. Maana wanawapa majukumu. Wewe fikiria, yeye mwenyewe hawezi kuzifua hata kwa wiki, lakini anampa mtoto wa watu azifue ndani ya siku moja. Basi kaa naye, msaidie. Yeye akiosha wewe unasugua, yeye ukisugua yeye anaosha, mnaenda kuanika. Hii pia inajenga ile kwamba mimi ni mwanafamilia. Yani anakuwa anajengeka, anaona kwamba bwana mimi nina watu na mimi ni miongoni mwa hii familia. Ajisikie unyonge. Shekhe, kwa mfano mwezi huu wa Ramadhani kuna binti wa Kiislamu amefunga, lakini vyakula vyote Sheikh anaachiwa, watu wamekaa saumu kali, lakini yeye asikii. Sio vyakula vyote. Natokea asubuhi ameamka saa 11 huyo kufanya usafi wa nyumbani. Kufanya usafi, pengine amefua, amemaliza na saumu yake, na akimaliza vitu vinamsubiri jikoni. Na watu wakimaliza kula anasubiriwa na vyombo. Watu wote wanaenda kulala wamechoka iftari. Akaoshe, akimaliza apike daku. Sasa ubinadamu wa vipi? Allah. Sasa haya ni mambo kwa kusema kweli watu wanatakiwa wawe makini. Tusiwape mzigo ambao hawawezi. Ni haki ya pili. Ndio maana Sheikh Ayubu, na ile neno mimi nalisema mara kwa mara, kuna Waislamu wengi
wana wafanyakazi ambao sio Waislamu, hawashawishiki kusilimu wale mabinti kwa sababu ya tabia wanazoziona majumbani mwetu. Tabia zetu sio wewe, tabia kama hizi za kumpachika marundo ya mizigo mtu usiyekuwa na huruma, huyo anashawishika vipi na dini yake? Hawezi kushawishika. Kwamba aone kwamba hii dini nzuri. Kuna mtu mmoja juzi nimesoma kisa sehemu, anasema alikuwa na mfanyakazi nyumbani, mfanyakazi wa mkewe, yani msaidizi wa mkewe. Huyu mwanamume kila siku ya Ijumaa anamletea hela yule binti, amwambia nenda kanunue vocha, weka vocha kwenye simu yako, wapigie wazazi wako. Kila Ijumaa akitoka msikitini tu anamletea hela. Weka vocha hii, wasiliana na wazazi wako. Yule binti ilibidi amuulize mama ambaye ndio bosi wake, mimi napenda dini ya huyu baba. Akamwambia dini ya huyu baba ndio dini yake. Sema hapana. Baba dini yake tofauti. Maana anaona zile tabia zenu vitu tofauti. Huyu tabia yake nzuri, anajali, ana upendo, lakini wewe ujali, uwazi. Anambia dini ya baba tofauti na dini yenu. Mimi nataka kuingia dini ya baba. Kama basi ngoja akija babako tutamwambia. Subhanallah. Baba akaja akaambiwa, akamsilimisha binti. Alhamdulillah. Lakini wewe fikiria, jifunze hapo. Kwamba hiyo ni binti mdogo, lakini ameweza kutofautisha na kusema kwamba nyinyi dini yenu ni tofauti na ile. Maana yake amepima dini kwenye nini? Kwenye tabia. Kwenye tabia. Ndio wale jana tuliozungumza hapa kuhusu dini na tabia. Kwamba hivi vitu vinakwenda sambamba. Shekhe, ukizungumza hivyo na sadiki kwa kupigia mstari, umesema kwamba tabia zetu hazishawishi. Tunajua kuna nchi fulani hatuzitaji, kuna wafanyakazi wengi wanatoka hapa Tanzania wanaenda kufanya kazi, lakini mrejesho unaokuja si mrejesho mzuri. Na ile nchi zinaongozwa kwa Waislamu, ni nchi za Kiislamu, lakini unasikia wafanyakazi wa ndani kule wanateseka, wananyanyasika, wengine wanafikia hatua hadi ya kuwaua watoto wa mabosi zao. Tunasikia katika vyombo vya habari. Ndio, watu wafanyakazi wanaua. Na Bwana Ayubu, haiwezekani kwa binadamu ambaye anatendewa wema yeye afanye uovu. Haiwezekani. Labda awe yeye amepindukia. Yaani amekuja kwa lengo maalum. Yaani tokea anakuja, mkakati wake ni kuja kudhuru. Anakuja kufanya hayo madhara kwa malengo yake. Huyu hata ukimfanyia wema vipi hata nini? Lakini hata hivyo pia unaweza ukamfanyia wema akabadilisha malengo yake. Kuna mbona nilichotumwa na huyu mbona vitu viko tofauti. Lakini mara nyingi haya yanayotokea ni matokeo ya yale wanayofanyiwa hawa wafanyakazi. Chuki zile. Sasa mtu anaona mimi kumaliza nimalizane na mtoto. Wewe mtu anafikia hatua ya kumuingiza mtoto kwenye mashine ya kufulia. Alafu anawasha. Maana yake huyu kafanywa nini? Hebu fikiria, huyu kafanywa nini huyu binti? Kwa sababu ana akili timamu huyu, sio mwendawazimu. Sasa mambo mawili haya ya kwanza tuliyoyaanza, heshima ya kibinadamu, mfanyakazi lazima apewe, na mfanyakazi asipewe kazi zinazomzidi. Kwa sababu ukija kwenye dini yetu sisi, hata kwenye ibada, yani katika unaposoma kwenye vitabu vya sheria, wanasema haiwezekani katika sheria mtu kulazimishwa ibada isiyowezekana kutekelezeka. Hakuna hiyo. Yani ibada zote tulizopewa na Mwenyezi Mungu zinatekelezeka. Lakini pamoja na kutekelezeka, zikikutana na changamoto za kibinadamu, tayari umeshawekwa utaratibu kwamba ukishindwa kuswali kusimama, swali kukaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi tena kusimama. Ukilazimishwa kusimama itakuwaje? Utadhurika maana yake. Haiwezekani. Kwa hiyo kila panapotokea changamoto kibinadamu, dini imeweka wepesi. Kuna maneno mazuri ya msingi mmoja wa kisheria wanasema idha dhaka al-amru tasa wa idha tasa dhaq. Yani katika sheria ya Kiislamu ilivyo, yani hali ikibana sheria inalegeza. Hali ikilegeza sheria inarudi kwenye nafasi yake. Yani hivi vitu vile, ikiwa ngoma ngumu sheria kidogo inakupa yani. Lakini ukiwa unajiachia sasa mambo mepesi, sheria kwenye mahala pake. Huo ndo msingi wa sheria. Hakuna kuswali kwa anayeweza kusimama, lazima asimame. Lakini ukishindwa kusimama, kaa. Pengine unaweza kawa umevunjika tu mguu,
Sasa mguu unatibiwa, ukishapona rudi unarudi kwenye kusimama. Sheria imekurahisishia wewe umia, usiumie kufanya ibada hali ya kuwa wewe huwezi kusimama. Sasa huyo ni Allah ambaye ana mamlaka kamili juu yetu na juu ya dunia yote na vilivyomo. Lakini ameweka utaratibu wa huruma na kutompa mtu jambo linalozidi uwezo wake. Je, wewe binadamu ambaye wewe unaijua ule udhaifu wa kibinadamu unaujua, kwa sababu na wewe unafika sehemu kuna mambo yanakushinda, unampaje mtoto wa watu mizigo? Binadamu unahisi hapa nimechoka, unajua neno kuchoka, unajua usingizi. Na hawapumziki hao. Yaani kusikia ndani kuna mfanyakazi kaambiwa nenda kalale, wewe nenda kapumzike. Shekhe, hiyo nyumba iwekee alama hiyo, usije ukaisahau. Mtazamaji wa Africa TV 2, Shekhe, muda umekwenda sana. Naamini tutaendelea kuzimalizia hizo haki tatu ambazo umetuandalia katika kipindi kijacho. Tutacheza sana hapa kwa sababu na sisi ni tupo kwenye makampuni. Na uzuri naongea na mkurugenzi, yani mkurugenzi wa Africa TV. Anatoa dawa huku na yeye anatutazama wafanyakazi wake kwa jicho la huruma. Shukrani sana Sheikh Muharrami. Tutakutana tena kwenye kipindi kijacho. Mtazamaji wa Africa TV 2, bila shaka nimeliona tabasamu lako wewe dada wa kazi ambao unatutazama. Mimi napenda kuwaita nyinyi ni mameneja kwenye nyumba zetu, kwa sababu nyinyi mkiamua nyumba zetu ziwe na utulivu mnaweza. Hawa wafanyakazi wa ndani wanaweza kubadilisha majina yetu mara moja, kupokea sumu kafiri ya mbali kutokana na visasi ambavyo Sheikh anasema. Kwa hivyo tumeleta mada hizi ili tuweze kubadilika, tujifunze, tuone umuhimu wa kila mmoja katika maisha yao. Kwa hiyo kwa leo tunamalizia hapa, lakini Allah akijalia kesho tutakuja kukutana tena muda na katika tutamalizia haki tatu. Leo tumetazama mbili tu. Tumetazama haki ya heshima na haki ya kutokubebeshwa mzigo ambao mfanyakazi hauwezi. Na hii inahusu wafanyakazi wote, sio wafanyakazi wa ndani tu. Kesho Mungu akipenda tutakutana tena hapa muda na wakati kama huu. Endelea kutazama Africa TV, kwa Africa TV ni mwongozo wa maisha. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, Qur'ani